Na kama mwenzetu alivyotuonyesha ni kwamba yani uwazi wa uelewa ni mdogo, nani analipa na nani anafaidika, na hii inaleta mgongano wa mawazo, imbalance. Na kwa uchambuzi wa kina lazima wataalamu wetu waweze kutoa elimu hizi ili kutokuleta ombwe la mapinduzi ya kifikra dhidi ya sonona ya muungano. Kiuhalisia bara ina economic weight kubwa na Zanzibar ina autonomy kubwa zaidi kwenye baadhi ya maeneo, na hivyo core tension ya muungano imeangukia hapo, na ndio maana swali la mwenzetu ameliweka kwa mapana zaidi. Kwa ujumla, TRA na ZRB ni matokeo ya mgawanyo wa mamlaka ya kikatiba, lakini zinaweza kusababisha friction ya kiuchumi kama jamaa alivyo lakini mzigo wake unaonekana zaidi bara. Zanzibar inanufaika bila kubeba uzito sawa kwa participation, na haiwezekani. Kilomita 300 jamani, na kilomita 900 haiwezekani. Unaona? Kwa hiyo kitaalamu mimi ni malizie tu moderator kwa kuambia kwamba mfumo wa kodi wa deni ndani ya muungano unaonyesha nguvu na changamoto zake na ushirikiano wa pamoja, lakini pia mgawanyo usio sawa wa wajibu na faida haujawekwa wazi kwa wananchi wengi. Na swali la mwenzetu huyu linatutaka sasa mamlaka hizi zionyeshe na zitoe elimu juu ya jambo hili. Harmonization tax system TRA na ZRB integrations zifanyike mimi ninavyoona, lakini uwazi wa debit reallocation au allocation ya debit lazima na wenyewe ufahamike. Physical framework lazima na yenyewe ionyeshwe kwa wananchi wa kawaida, kama mwenzetu alivyokuwa hana uelewa huo. Lakini kuziainisha biashara kati ya bara na Zanzibar na zinazoweza kuleta kuminya mfanyabiashara, na zenyewe lazima ziwekwe chini ya TRA na ZRB. Na hapa mimi naona tatizo si uwepo wa TRA na ZRB. Tatizo ni kutokuwa na mfumo mmoja unaoweka wazi na wenye kumuonyesha picha pana mwananchi wa kawaida na mfanyabiashara. Nimalizie kwa kusema nikushukuru sana moderator, lakini niwashukuru watu wote. Tunajifunza kwa pamoja na kila wazo la mmoja linaleta fursa pana ya kuelewa juu ya ustawi wa taifa letu na nchi yetu kwa ujumla. Tathmini nitaimalizia na nitakutumia pale kwa maandishi na utaweza kuiposti katika mitandao yenu ya kijamii. Mungu ibariki Tanzania. Niwatakie usiku mwema. Asante sana.